Ya tulikuwa tunajaribu ku showcase ama ku display mchezaji ambaye ameonyesha utovu wa nidhamu kwa lengo la kukomesha vitendo hivyo. Lengo letu sisi ama lengo langu mimi sio kumkomesha fulani kafungiwa amekoma, no. Lengo letu sisi ni kuondokana na vitendo vya utovu wa nidhamu uwanjani. Imagine unampiga mtu kiwiko, hauwezi jua kitamfikia wapi. Kikifika hapa kwenye roho, maana yake umemuua hapo. Sijui umeelewa? Hasara kwa mchezaji, kwa klabu yake, na kubwa kabisa ni hasara kwa familia yake. Huwezi kujua ana mzigo mkubwa kiasi gani unamtegemea. Kwa hiyo tunapokuwa tunashinikiza vitu hivi vichukuliwe hatua, sio fulani akomoke, hapana. Ni vitendo hivi vikomeshwe, wachezaji waache kufanya uhuni, walindane wenyewe kwa wenyewe, ili kila mchezaji acheze kwa furaha na amani. Lakini wazazi wanaangalia. Kwa hiyo wakiona kuna madhara makubwa kwenye mpira wa miguu, wapo wazazi ambao watakataza watoto wao wasiende kucheza mpira wa miguu. Maana yake ni kwamba taifa litaingia kwenye uhaba mkubwa wa kupata wachezaji bora. Alikuwepo Zanzibar. Alikuwepo Zanzibar. Alikuwepo Zanzibar. Yaani sisi katika timu yao hakuna yote ambaye tunamwogopa. Hamna mwenye madhara. Umesema vizuri. Hakuna yote ambaye tunamhofia. Hakuna yote ambaye tunamwogopa. Hakuna yote ambaye anatutisha sisi. Kwa sababu ni mwezi mmoja tu umepita. Sisi na wao tumekutana, mwamuzi akaamua kuwaokoa, akakataa bao letu halali kabisa. Kwa sisi wala hatumwogopi yoyote katika wao, lakini tunachotaka ni kusafisha mpira wetu. Mipango ambayo mmeweka sasa ili kufanya vizuri mechi zijazo? Ya, tumeweka mipango mikali sana. Mipango ya kuwateketeza watu wote ambao wanakuja mbele yetu. Mpango wa kwanza unaanza na Dodoma Jiji kwenye mechi ya tarehe 12, na ni mpango wa kikatili mno. Yani huu mpango ambao tumeuandaa kwanza ni mpango wa surprise. Ni mpango kama ule wa Iran ambao waliuandaa kisirisiri, alafu Marekani na Israeli wakaja kichwa wakakutana na vitu vya moto, wakarejea nyuma, wakataka maridhiano. Ndio mpango ambao tumeuandaa huo kuelekea mechi yetu ya tarehe 12. Lakini tunao mpango mwingine vile kabambe wa kuelekea mechi yetu ya tarehe 15 dhidi ya Fountain Gate. Itakuwa ni hatari kidogo nikiwaambia mipango ambayo tumeifanya hivi sasa, lakini itoshe kusema tu ya kwamba Simba imeandaa mpango wa kigaidi kwenda kupata ushindi michezo yake miwili ya hapa Arusha. Tumia neno kigaidi. Simba imeandaa mpango wa kigaidi wa kwenda kumteketeza Dodoma Jiji na kwenda kumteketeza Fountain Gate. Tunachokihitaji ili mpango wetu huu uweze kwenda sawia, tunahitaji nguvu ya pamoja ya wana Arusha. Tunahitaji nguvu ya pamoja ya wana Simba kutoka kanda ya kaskazini. Tukishikamana kwa pamoja, mipango yetu ya kigaidi inakwenda kutimia vizuri kabisa. Wanasema baada ya mechi yenu na Namungo kushamalizana na Muungano, refa uwe wewe, uwanja mchague, alafu mkutane nao. Hawataki maneno, washajipata. Kama wamejipata hongera yao. Tofauti na sisi ambao sisi hatujawahi kujipoteza. Mko vile vile. Sisi tuko vile timu yetu. Kwa kama kuna watu wanajipoteza, wanajipata, hiyo ni shida yao. Sisi hatujawahi kujipoteza. Simba imeendelea kuwa kwenye ubora wake na siku zote. Na sisi tuko tayari kwa mchezo wowote ule unaojua wewe. Mchezo, sisi na timu nzuri Betha. Achilia mbali hii sare tunapata dhidi ya TRA, watu wanacheza kingurungunju, au sare dhidi ya Pamba, watu wanacheza kingurungunju. Sisi tunapoweka mali chini tukaamua kucheza, hakuna timu yoyote ambayo inaweza kufikia walau theluthi
ya ubora wa Simba. Ndio maana sisi hatuna mashaka hata kidogo. Sisi tunapoamua kucheza na waamuzi wakasimamia sheria sawa sawa 17 za mpira wa miguu, penati wakaweka penati, offside wakaweka offside, sisi tutaifunga kila timu hapa Tanzania. Ndugu zangu nyinyi, sisi tuna timu ya maana sana. Sisi tuna timu bora mno. Sisi unajua timu nyingine unataja mchezaji mmoja mmoja, sijui nani, sijui nani. Mfano unasikia TRA Chobwedo, yani it's like hawana mchezaji mwingine. Hao wengine wanataja hivi, sijui nani huyo. Huyo mmoja tu. Lakini kwa Simba Sports Club hapo nazungumzia Anicet Ura, hapo nazungumzia Alibase Gay, hapo unazungumzia Loemba amerejea, hapo unazungumzia Mpanzu anarejea muda si mrefu, hapo unazungumzia Rushain Rock, hapo unazungumzia Nixon Kibabage. Yani kila unayemzungumzia Simba ni mchezaji bora, ni mchezaji mahiri. Sisi sio mchezaji mmoja mmoja kwamba huyu sasa amekwiva, huyu sasa amejipata, huyu sasa ameshazoea ligi. Sisi kila mchezaji yupo kwenye piki yake. Ndio maana sisi hatuna mashaka yeyote anayekuja mbele yetu na boli likawa la sawa sawa, la tupishane, njoo tuondoke tuje, sisi tunamfanya vibaya kila mtu. Jana siku nimesikia watu wanasema mmemalizana na Ramadhani Chobwedo, alafu nikaona Alikama amesema engineer tuletee Chobwedo, alafu nikaona pia mchambuzi mwingine akasema Yanga wamempiga Simba kwa Chobwedo bao, yani wamewapiga bao kwa Chobwedo, wamewazidi maarifa, yani maarifa kama kawaida yao. Wakimaanisha kama nyinyi mlikuwa mna mpango naye. Chobwedo ni kweli? Chobwedo? Mlikuwa mna mpango naye? Mashabiki wasemaje? Chobwedo. Ramadhani Chobwedo. Chobwedo. Bora kuimba. Chobwedo. Anatakiwa kuja Simba Sports. Kwa mujibu wa tetesi. Na Alikama kama engineer wamchukue wao. Chobwedo. Kwa wao wametangaza hadharani wanamtaka Chobwedo. Engineer tuletee Chobwedo wananchi. Na watu wakihusisha kwamba na nyie pia mlikuwa mna mpango naye. Kwa hiyo washamsajili. Wapo kwenye mazungumzo. Wamepeleka ombi. Wao wamemuomba engineer. Fanyie mchakato. Kwa kama nyinyi mmelegalega watawapiga wao. Na nyinyi mkihusishwa naye. In fact siwezi kuzungumzia into details kwa sababu Chobwe ni mchezaji wa TRA. Itakuwa sio sheria kumzungumzia mchezaji wa timu nyingine, lakini ninachoweza kukiri kwamba Chobwe ni mchezaji mzuri sana. Nilimwona mechi yetu na wao ya kwanza pale Dar es Salaam, alifanya kazi kubwa sana. Nikasema nitamwangalia tena mechi ya marudiano, nikamtazama tena mechi ya marudiano na nikajiridhisha kwamba ni mchezaji mzuri. Kwanza ni mchezaji mdogo, nimefuatilia ana miaka 20 na